Bila shaka hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Bado tupo katika kitabu cha Posa za Maana. Msimulizi wako ni mimi, Fatia Abeid. Nitarudia sehemu iliyopita kidogo. Kwa nini mmekuja kupima? Mnataka kuoana, sio? Mhudumu aliuliza kikawaida. Na hayo ni moja ya sharti za kupima hapa, kujua sababu. Hivi mtu hawezi tu kupima ili kujua afya yake? Bwana Kheri sasa ustahamilivu ulikuwa unamshinda. Hapana, nilikuwa nauliza tu. Unaweza tu kuja na kupima. Hamna tatizo, nilitaka kujua tu. Mhudumu alijibu kwa upole. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Basi kama lazima ujue, huyu ni mdogo wangu na tumekuja kupima kujua afya zetu. Haya, tuambie hayo majibu, twende tukaendelee na shughuli zetu. Muna alitaka kutoa kicheko kikubwa, akajizuia. Yamekuwa haya, alijisemea moyoni. Mhudumu alijiweka vizuri kwenye kiti. Muna, umepima VVU kwa hiari yako ama umeshinikizwa? Na wewe Bwana Kheri, je? Bwana, wacha mambo yako na tupe hayo majibu. Bwana Kheri aliendelea kufyatuka. Samahani ndugu, lakini huu ndo utaratibu. Mimi nimekuja mwenyewe, sijashinikizwa na mtu. Muna alijibu kwa utaratibu kama alivyoulizwa. Bwana Kheri alimkatia jicho la shikadabu yako, lakini Muna alijifanya kama haelewi. Na mimi pia nimekuja mwenyewe. Hivi unavyoniona, unafikiri kuna mtu wa kunishinikiza mimi? Alijibu Bwana Kheri kwa ujeuri. Na mimi pia nimekuja mwenyewe. Hivi unavyoniona, unafikiri kuna mtu wa kunishinikiza mimi? Alijibu Bwana Kheri kwa jeuri ya wazi. Mhudumu alijitia hamnazo kama vile hasikii. Kisha akaendelea. Je, mko tayari kupokea majibu? Sasa kwa Bwana Kheri aliinuka pale alipokuwa amekaa na kumsogelea mhudumu ambaye alijiweka vizuri kujitayarisha kwa lolote litakalotokea. Sasa kama hatuko tayari tungekuwa hapa. Hivi nyinyi mna nini lakini? Mnapenda kutesa wenzenu, sio? Tuambie hayo majibu yaishe. Bwana Kheri, mbona mkali hivyo? Hapa ni kituo cha afya. Lazima tufate utaratibu wote. Hii ni kwa faida yenu nyinyi watu ambao mmekuja kutaka huduma kwetu. Mimi nipo tayari kupokea majibu yoyote yale. Muna aliingilia kati. Alifurahikia kila hatua iliyokuwa ikiendelea hapo, na aliona iko haja ya kuwa upande wa mhudumu katika kumkosesha raha Bwana Kheri. Bwana Kheri alimtupia tena macho, kisha akabaki pale pale amesimama akimtazama mhudumu. Kaa kitako Bwana Kheri, kaa chini, usiwe na wasiwasi. Bwana Kheri alikaa chini na mhudumu aliendelea kutazama jalada kwa uangalifu kama alikuwa akisoma kwa ajili ya kujibu mtihani. Muna, nikupe hongera. Majibu yako yanaonyesha kwamba huna VVU. Ni matokeo mazuri. Endelea kujilinda hivyo hivyo, mhudumu alimwambia Muna huku akitabasamu. Macho ya Muna alijawa na nuru na alionyesha kwamba anatabasamu na ni mwenye furaha. Alijua baada ya muda mchache atakuwa huru kwenye kadhia hii. Aliona mwisho wa jinamizi lililokuwa limemkumba litamwondoka. Sasa mhudumu alimkabili Bwana Kheri na kumkodolea macho yote. Bwana Kheri aliomba dua zote, mbali ya hofu ya kuwa na VVU, lakini alichelea aibu ambayo ilikuwa inakaribia kabisa kumkuta. Alijua kwamba lolote litakalomtokea, basi haitochukua siku kuenea mji mzima, kwani mji huo wa Tulieni ulisifika kwa usambazaji wa habari, hasa habari mbaya. Umbea ndiyo fani yao kubwa.
Bwana Kheri alifikiria hayo wakati mhudumu anajitayarisha kumpasulia bomu, ambapo Bwana Kheri alijiona kabisa sasa kuwa ni mgonjwa. Akashangaa kwa nini siku zote hizo hakujielewa, na akaanza kujiuliza lini aliukwaa ukimwi. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Chumba kilikuwa kipana na madirisha yake ya kiasi yaliyokuwa kwenye kuta mbili yalikuwa yakipitisha upepo murua, na feni lililokuwa juu likipepea na kusaidia upepo huo uliokuwa ukiingia yalifanya mazingira hayo kuwa murua. Nje ya chumba hicho mkabala na dirisha kulikuwa na mti wa kivuli ambao ulizuia kabisa jua kuingia, na hali ya humo ilikuwa ya kuburudisha licha ya kijua kilichokuwa kikiwaka mchana huo. Hata hivyo, Bwana Kheri majasho yalimchuruzika kwa ndani. Uso umemsawijika na mapigo ya moyo yaliongezeka. Muna alikaa tuli anamchuja jinsi alivyokuwa akiteseka. Alikuwa na uhakika kwamba dua zake zitakuwa zimekubaliwa. Matumaini yalichanua kwenye moyo wake, na akajua kadhia yote hii itakuwa kama ndoto mbaya aliyoiota usiku wa manane. Alikaa kimya kusubiri bomu litakalopasuka hivi punde. Bwana Kheri, mhudumu alimwita, lakini mwenyewe hata hakusikia. Alikuwa mbali kabisa. Bwana Kheri, na wewe pia nikupongeze. Huna virusi vya ukimwi. Endelea kujilinda hivyo hivyo. Bwana Kheri, akili yake bado ilikuwa mbali wala hakusikia lililosemwa. Sasa mshangao na hasira ulikuwa wa Muna. Eti unasemaje? Muna alimuuliza mhudumu katika mshangao wake uliochanganyika na kuvunjika moyo. Alijihisi kama anataka kutapika. Hongereni nyote wawili, wewe na kakako, nyote hamna VVU. Endeleeni kujilinda. Muna alisimama na kumkabili mhudumu. Unasemaje? Sote hatuna virusi vya ukimwi? Mbona mlituita hapa? Ndiyo, tumewaita ili tuwape majibu. Ndo utaratibu. Na hivi ulivyokuwa unachelewa kutupa hayo majibu ilikuwaje? Muna aliendelea kudadisi. Hakuamini kabisa alichokisikia. Hapana, sikuwa nachelewa. Ndo utaratibu wenyewe. Kwani tatizo liko wapi? Nilidhani mtafurahia kwa wewe na kakako hamna VVU. Sasa ilikuwa muda wa mhudumu kushangaa. Hawa watu vipi? Ama hawa ndugu wawili hawaeleweki. Mmoja alikuwa mkali kabla ya majibu na mwingine amekuwa mkali baada ya majibu. Na huyu kaka bado kadoa. Alitafakari. Bwana Kheri, vipi salama? Naona toka nikupe majibu yako kimya. Si ulikuwa na shauku hapa ya kupata majibu? Mhudumu alimshtua Bwana Kheri. Bwana Kheri alinyanyuka na kutabasamu. Sasa bashasha zake zilimrejea kiasili. Sina VVU Sawa kabisa. Sikuwa na wasiwasi tokea mwanzo. Wengine sisi mawalii tunajiamini. Alimtazama mhudumu. Kisha Muna ambaye bado hakuamini alichokisikia. Muna bado hakushawishika na majibu hayo. Anko, una hakika na haya majibu? Pengine mmekosea, labda kuna ulazima wa kupima tena, aliuliza bado kwenye mshangao wake. Yeye aliamini kwamba Bwana Kheri hakuwa salama. Kama yuko sawa na hana shaka na menendo yake, kwa nini alikuwa na wasiwasi ule? Alifikiria. Sikiliza binti, mara chache sana hutokezea ambapo matokeo yakachanganyika. Lakini kwa leo hakuna uwezekano huo. Ni nyinyi peke yenu leo hii mlokuja kupima VVU. Sampuli zenu zilichukuliwa na kupelekwa moja kwa moja maabara. Uwezekano wa kufanya makosa ni finyu sana. Msiwe na wasiwasi. Furahini, nyote mko salama. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana.
alisema kwa sauti ya juu na nguvu. Hapana, mimi sijaridhika na matokeo haya. Lazima tukapime mahali pengine. Alionyesha dhahiri kwamba amechukia na kufurahia matokeo haya. Bwana Kheri na mhudumu wote walimtazama huku akimshangaa. Kama mnataka kwenda kucheki kwengine, huo ni uamuzi wenu. Siwezi kuwakataza, lakini matokeo yenu ni haya, na mtakapokwenda mtaambiwa hivyo hivyo. Kama mna wasiwasi, baada ya miezi 3 mnaweza kwenda kupima tena, lakini katika kipindi hicho mhakikishe mnachukua tahadhari zote zinazohitajika, maana inawezekana mkawa mmeambukizwa kipindi hicho kama mtajitia kwenye vitendo hatarishi. Au leo tuwatoe tena damu ikafanyiwe uchunguzi ili mridhike. Bwana Kheri aliruka kama samaki aliyetolewa majini. Hapana, imetosha. Kwanza mimi habari ya kuchomwa sindano sipendi. Leo ilikuwa hakuna budi tu ndo nikaja hapa. Bwana Kheri alitoa taarifa, kisha akamgeukia Muna. Sasa Bi Munawar, kwa nini unashikilia ya matokeo hayapo sawa? Wewe ulitakaje? Ama mwenzetu una virusi vya ukimwi? Na leo unashangaa kwa nini havijagundulikana hapa? Kama ni hivyo, unaweza kwenda kupima kwengine, lakini mimi simo. Bwana Kheri alisema huku akikenua. Kafurahi kuona ipo salama, na jinamizi lote ambalo lilikaribia kumkumba likawa limetoweka. Muna alimtolea macho ya kumkasirikia, huku huyo akielekea mlangoni na kutoka nje ya chumba cha huduma bila ya hata kwa heri. Mhudumu alijitazamia tu sinema. Hivi hawa ni ndugu kweli? Mbona kama kuna walakini hapa? Makubwa, huyu binti alikuwa mpole mwanzo na sasa kawa mkali, na huyu bwana alikuwa mkali, sasa amefurahi. Inaonyesha binti alikuwa anataka huyu bwana awe na VVU. Alifikiri huku umbea umemshika, akitaka kujua habari ya watu hao. Bwana, kwa heri. Nashukuru sana, ingawa umenitoa jasho sana leo wewe. Hivi kwa nini ulikuwa unajifanya vile? Kwa nini ulitaka kututia tumbo joto? Unaona sasa, mpaka yule binti umemwaminisha vingine. Bwana Kheri alizungumza na mhudumu kwa kicheko. Hapana, sio kwamba nilikuwa nawatia wasiwasi. Ule ndo utaratibu wetu, lazima tuupitie. Sasa hata kama mtu ana VVU, lazima tumtayarishe kisaikolojia kwanza kabla ya kumpa matokeo yake, alifafanua mhudumu. Sawa, kama mtu ana VVU, sawa, mtayarisheni. Lakini sisi hatukuwa na VVU, na ulikuwa ushaona, lakini bado uliendelea na mchezo wako, Bwana Kheri alisema, lakini sasa hasira zote zimemtoka. Hiyo ni kawaida. Hata mfano nyinyi mwende mkahadithie mtu mwingine ambaye atakuja kupima na akaonekana na VVU, akiona tunamuuliza vile, hatoshtuka, ataona kama kawaida. Maana kuna wengine ukianza tu kusema wanaweza kukimbia kabla hawajapata majibu. Bwana Kheri aliangua kicheko. Hiyo kweli bwana, hata mimi leo ningekuwa peke yangu, ningekuwa nimekimbia zamani. Nisingesubiri rejea zako, lakini nikaona nikikimbia hapa mbele ya huyu binti, basi nitaumbuka mtu mzima mimi. Muna hakuwepo tena, basi Bwana Kheri alijiachia. Haya bwana, kila la kheri. Mimi wacha niende kwa wengine, na we tayari ulikuwa ushachelewa kwenye mipango yako. Msalimie ndugu yako, naona katoka bila kwa heri. Hata sijapata kumjua anaishi wapi. Mhudumu alimpiga kijembe Bwana Kheri, ambaye alicheka tu na kutoka kuwafuata wengine. Wakiwa ndani ya gari wakirudi, Bwana Kheri aliwaomba waende kwake kidogo kabla hajawarudisha kwao ili wapumzike. Wewe si ulikuwa una haraka wakati ule? Ulikuwa una shughuli muhimu na unachelewa huko. Muna alimjibu akishindwa kuzuia hasira zake. Bisania na Semeni wote walimgeukia kwa mshangao. Bisania alimtazama kwa macho ya kumuonya, huko akimnyukua kumpa ishara ache maneno.
Bwana Kheri alimtazama kutoka kwenye kioo cha gari huku akitabasamu. Alijua dhahiri kwamba Muna haitaki ndoa hiyo, hasa baada ya kushuhudia kilichotokea zahanati. Alimtazama tena Muna na kutabasamu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Kila anavyozidi kumkataa, basi ndivyo yeye alivyozidi kumtaka. Hii ni mara ya kwanza kwa mwanamke kuonyesha hisia za kumkataa, hasa baada ya kumjua Bwana Kheri ni nani. Hayo yalimshangaza Bwana Kheri. Wangapi na wangapi nishawapata na kuwaweka kwenye miliki yangu, kisha wakawa si chochote si lolote. Itakuwa mtoto huyu? Alifikiri na kuendelea kumtazama tena Muna, ambaye alimwona macho tu siku hiyo, macho yaliyojaa hasira ambazo hazikuweza kupunguza uzuri wake hata chembe, lakini labda kuuzidisha. Kope zake nyingi ambazo hazikuhitaji msaada wa zile kope za bandia, basi zilikuwa kama zimeroana. Dalili ya machozi na rangi ya macho yake yalibadilika na kuwa mekundu. Mlichukua muda mrefu ndani. Kulikuwa na nini? Mimi nilidhani bosi tayari umeakanyaga mawaya. Rafiki wa Bwana Kheri, Zuberi, alianza utani. Nani akanyage mawaya? Mimi Mswalihina, wali, kila mtu ananijua. Mawaya hayo ni akanyage saa ngapi? Bwana Kheri alijibu kwa utani. Mhudumu tu alikuwa anatuchezea akili zetu, lakini sisi wala tulikuwa baridi kama maji ya mtungini, ama siyo bibie? Aliendelea huku akimtazama Muna kwenye kioo, ambaye kwa sasa alikuwa shafunga macho huku akijizuia asisikie hasa kinachozungumzwa, kwa sababu hakupenda wazungumzaji wala mazungumzo yao. Na kadri walivyozungumza, na yeye alizama katika mawazo yake, akitafakari hatima yake kwenye sakata hilo ambalo lipo mbele yake. Kufumba na kufumbua, wakawa wamefika kwenye jumba la Bwana Kheri, lile jumba ambalo Bisemeni alimpeleka. Muna alimtazama Bisemeni huku akimlani, kwani aliamini kwamba ile siku aliyompeleka humo ni siku aliyomchuuza. Honi ilipigwa na mfanyakazi yule alikuja kufungua mlango. Karibuni wageni wetu adhimu, karibuni ndani. Bwana Kheri aliwakaribisha kwa furaha na bashasha zake zilizidi kumkirihisha Muna. Watu wote walishuka kwenye gari isipokuwa Muna. Bisemeni na Zuberi walianza kutangulia mbele, akabaki Bisania na Bwana Kheri yupo pembeni na funguo zake. Mbona ushuki? Bisania alimuuliza Muna kwa sauti iliyokaribia hamaki, wakati yeye ashashuka garini. Nyinyi nendeni tu, mimi nitawasubiri humu. Muna alijibu kwa sauti kubwa mpaka Bwana Kheri akasikia. Umeipenda gari Haya, kama wewe shuki basi na mimi pia sishuki. Tutabaki humu mpaka pale utakapoamua kushuka. Tena itakuwa vyema kwangu kupata fursa kama hii adhimu. Kusema hivyo, Bwana Kheri aliingia ndani ya gari, akaiwasha tena, akapandisha vioo na kuwasha kiyoyozi, akimwacha Bisania nje ya gari. Gari ilipowashwa na muziki ulianza, Bwana Kheri aliongeza sauti na nyimbo ikawa hewani inatumbuiza. Mtoto hodari, hodari wa mapenzi. Bwana Kheri aligeuka nyuma, akawa anamtazama Muna, hapepesi. Macho ameyalegeza na huku midomo ikimcheza cheza, huku anakenua. Muna hasira zilimpanda, akafungua mlango wa gari na kutoka, akaufunga mlango kwa nguvu. Aliangalia geti kama anataka kwenda upande wa huko, lakini Bisania alifika upande wake na kumkamata mkono kuelekea naye ndani. Bwana Kheri na yeye akatoka kwenye gari huku akiwakaribisha kina Muna kuelekea ukumbini. Muna kufika tu, alikaa kwenye kochi, akafunga macho, akachukua nikabu yake, akaiteremsha. Ikawa hata ale macho hayaonekani. Akajifanya kama kalala fofofo. Yule mfanyakazi mara alileta vinywaji.
akawakaribisha na kujiondokea. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Bi Sania na Bi Semeni walianza kunywa, lakini Muna alikataa. Bwana Kheri alirudi akiwa na kiboksi kidogo kakikamata. Alikuja kaka karibu na wao, huku akionyesha kile kiboksi cheupe chenye picha ya tofaa lililomegwa kidogo. Ilikuwa ni simu, tena si simu ya kawaida. Bi Salma angesema simu ya maana. "Bibie, mzigo wako huu," alisema taratibu, huku akimwita Muna. Muna alisikia hiyo sauti, lakini alinyamaza kimya, akabaki vile vile alivyokuwa mwanzo, macho akiwa ameyafunga kama kalala. Muna, unaambiwa wewe usikii? Ndo umelala mara moja hii?" Bi Sania alisema kwa upole. Hakutaka Bwana Kheri ang'amue kwamba kuna vita vinaendelea, ingawa Bwana Kheri alikuwa amekwisha kuelewa yote. Kama wazazi walikuwa wanapigania ndoa ipite, basi yeye alikuwa jemedari wao mkuu, kwani hakuna ambacho kitamfanya kukosa kumtia mikononi binti huyu, alijisemea. Na kila anavyozidi maringo, basi na mimi ndo anazidi kunitia mori. Tuone maringo yake yataishia wapi. Lazima tuanase kwenye mitego yangu, yeye mwenyewe ndo atajileta. Kama ndege mjanja asiyekubali kushikwa akiruka huko na kule kwa mshangao, lakini mwishowe anavyojileta kwenye tundu. Muna alijiweka sawa kwenye kiti na kufungua macho, nikabu yake ikiwa bado imefunika hata macho yake. Lakini kutokana na kitambaa chepesi, basi uliweza kuyaona macho hayo, na ikawa kama vile bi harusi aliyefunikwa shela. Bwana Kheri alimchungulia vizuri kutaka kuona ataguswa vipi atakapoona zawadi yake ambayo alikuwa amemletea. Simu aliyompa si ya kitoto. iPhone 14 ndiyo toleo jipya la simu hiyo, na thamani yake ilizidi milioni 3. Kijana yoyote wa siku hizi angemuuza hata bibi yake ili aitie mikononi simu hiyo. "Mzigo wako huu, zawadi yako umepewa na mkwe wetu hapa," Bi Sania alisema kwa bashasha zote. Muna aliutazama mzigo huo kupitia nikabu yake na akajua ni simu. Hakujali wala kukubali, wala hakujitaabisha kufungua mkono wake na kupokea. Alifunga macho yake na kuendelea kujifanya kalala kama mwanzo. Bwana Kheri ilimuuma, na kujifanya kwake hamnazo hilo lilimkasirisha. "Una maringo sana we binti, eh? Sasa tuone siku nitakayokuweka ndani," alifikiria, lakini hapo akajitia kujichekesha uongo tu. "Labda kachoka sana bibie, wacha nikawarudishe nyumbani." Simu ilibebwa na Bi Sania, na wao waliingizwa kwenye gari na kurejeshwa kwao. "Mbona mmechelewa hivi? Siku nzima nimo ndani na wasubiria nyinyi." "Sania, hata simu yako umeiacha. Salama huko mtokako?" Bi Salma alikuwa ukumbini akiwasubiria, huku akiwa na fagio mkononi. Msikilizaji, usikose kufuatilia sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami Fatia Abeid.